Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Leo tunakuletea habari muhimu kuhusu maendeleo katika kaunti ya Taita Taveta, tukishirikiana na Lwanga Communications, na ukipenda pia unaweza kusikiliza redio Tumaini 92.9. Karibu tuandamane hadi tamati. Ni barabara ambayo kwa miaka mingi ilikuwa simulizi ya matumaini yaliyokwama. Kutoka Mto Mwagodi kuelekea Ronge hadi Wundanyi, barabara ilikuwa imeachwa nusu. Sasa imeanza kuonekana tena kama tumaini jipya kwa wananchi wa Taita Taveta. Naitwa Dorcas Mlugu, MCA wa Ronge Ward. Hapa ni Ronge Ward, ambapo leo naibu wa rais atakuwa anaandikisha historia rasmi ya kuweza kutembelea ward ya Ronge. Hatujawahi tembelewa na naibu wa rais. Hatujawahi. Tangu Kenya kuumbwa. Tangu Kenya kuumbwa hatujawahi tembelewa, hatujawahi pata upako wa naibu wa rais. Lakini leo tunampokea mheshimiwa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, maksusi ya barabara ambayo ni ya Mto Mwagodi, inazunguka ikienda Wundanyi, ikienda Mgange, ishuke mpaka Bura. Kwa hivyo leo ni siku kubwa, na ni barabara ambayo ilianza mwaka 2021 na ikakwama kidogo, lakini hivi sasa tunaona mwelekeo. Leo matumaini hayo yamefufuka. Wananchi pamoja na viongozi wa eneo hilo wameonyesha furaha yao kufuatia kurejea kwa ujenzi wa barabara hiyo ambayo ilisimama kwa muda mrefu baada ya mkandarasi wa awali kuondoka akidai malipo kutoka serikalini. Ni barabara kama viongozi tumeizungumzia kwa muda mrefu, na tunashukuru serikali ya Kenya Kwanza na ikiongozwa na serikali ya Mheshimiwa William Ruto, kwa sababu contractor had left this site. Alikuwa contractor ameondoka hapa kwa sababu ya madeni, lakini tunamshukuru Mungu ya kwamba contractor sasa yuko site. Serikali sasa imethibitisha kuwa mkandarasi huyo amelipwa madai yake na kazi imekabidhiwa kwa mkandarasi mwingine ili kuhakikisha mradi huo unakamilika. Wakazi wa maeneo ya Mwagodi, Ronge na Wundanyi wanasema barabara hiyo ni mkombozi wa kiuchumi. Sababu kuanzia independence haijawahi tokea kuwa Deputy President of the Republic of Kenya ama rais wa Kenya kukuja mahali hapa Ronge, lakini leo ni siku ya historia sana, tukimkumbuka mama yetu pia, our area MCA, chama ambacho kimesimama, chama cha UDA. Wamama wanatutandikia kazi sana na we are very happy. Katika ziara ya kukagua maendeleo ya mradi huo, naibu rais Profesa Kithure Kindiki aliwataka wakandarasi kuharakisha kazi hiyo ili ikamilike kabla ya mwaka ujao. Alisisitiza kuwa serikali imejizatiti kulipa wakandarasi kote nchini ili miradi ya maendeleo isikwame tena. Pale Mto Mwagodi, nyinyi mnajua Mto Mwagodi? Unajua Mto Mwagodi? Barabara inatoka Mto Mwagodi, inaenda Msao, inaenda Mwangea, inaenda Mbale, inaenda Wundanyi, inakuja Weruga, inatoka Weruga inakuja Mgange, inatoka Mgange inakuja Bura Junction. Niseme. Kwa mujibu wa wenyeji, eneo hilo halijawahi kushuhudia uwekezaji mkubwa wa miundombinu tangu huru kama inavyoshuhudiwa sasa. Wanasema barabara hiyo itabadilisha maisha kutoka kilimo hadi biashara ndogo ndogo na hata kuinua dhamani ya ardhi katika maeneo inayopitia. Tunaona kwamba barabara imeendelea, imefika Msau na bado contractor yako kazini. So mimi ninaomba kwamba bunge kuu liweze kupitisha bajeti haraka iwezekanavyo ili hii barabara iishe, ndio tuendelee na barabara zingine katika kaunti ya Taita Taveta. Lakini kwa sababu mimi ni mwana wa UDA, mwamba ngoma uvutia kwake. Ikiwezekana hata hii ya Ronge juu waniwekee lami. Alafu mimi nina shida gani? Maanake mimi namjua bosi wangu ni wa kusema na kutenda. Mamilioni ya fedha yanaendelea kuelekezwa katika ujenzi huo, huku serikali ikiahidi kuimarisha mtandao wa barabara kote nchini kama sehemu ya ajenda ya maendeleo.
So sisi kama watu wa Ronge tunafaidi uzuri wa kuishi ndani ya serikali. Ukweli wa mambo ni kwamba kukaa ndani ya serikali huwezi kusahaulika. Na mimi namshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu he's a man who keeps his word. Akisema atafanya, Rais hufanya. Yes. Barabara hii itakuwa mwanzo wa sura mpya ya maendeleo katika milima ya Taita? Muda ndio utatoa jibu. Kwa sasa wananchi wanasema wameanza kuona mwanga pale palipokuwa na kivuli cha kusubiri kwa muda mrefu. Nami sina la ziada mtazamaji, kama tulivyokueleza hapo awali ni kwamba tunashirikiana na Lwanga Communications. Ukipenda pia unaweza ukatune in Radio Tumaini 92.9 FM ili uweze kuendelea kupata habari hizi kwa kina. Kwa heri na kupigia saluti na Mungu akubariki.